majina naitwa Mathayo Ng'okolo Maswale, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigamboni. Kilichopelekea ni swala la mapenzi, na walithibitisha kwamba huyu kijana awali ya yote alikuwa ni mpenzi wa binti mmoja wapo ambaye ni Felista. Sasa yule binti alisitisha mahusiano wakati yule bado anampenda, na baada ya kusitisha mahusiano huyu kijana aliwahi kunywa sumu pale pale kwenye chumba cha kina Felista. Majirani ndio waliomuokoa na kumkimbiza hospitali na kuweza kutibiwa katika hospitali ya General. Akapona, kumba alikuwa na lake moyoni amelitunza mpaka kinakuja kutokea kitendo kama hiki cha kinyama. Siku huo watu wakajulishana kutafuta ndugu, ndipo kijana mmoja akajitokeza kuwa yeye anasoma nao na ni rafiki yao, akitaja ana pesa shilingi 250,000 anaweza akawalipia. Kweli alifanya hicho kitendo kwa usiku ule, akawalipia matibabu pesa hizo hadi zikatimia katika gharama walizohitaji kwa usiku huo, na aliendelea kukaa pale mpaka kukacha asubuhi. Mpaka mida ya saa 5 wazazi wake wakafika na kuwaeleza, wazazi wakamrudishia zile gharama zake shilingi 250,000. Siku ya kwanza ya pili ndipo baba mzazi alipotueleza kwamba amefanikiwa kuongea na binti. Binti kamtajia mtu aliyefanya hilo tukio, lakini pia aliyolifanya hiyo tukio ndo huyo aliyekuwa msamaria mwema wa kuweza kulipia hata matibabu usiku mpaka kukacha asubuhi na kuweza kurudishiwa pesa. Mimi ni mzazi wa Felista Peter. Niliambiwa ni ajali ya moto. Baada ya kufuatilia, walipokuja zimamoto wamefuatilia, ikaonekana ajali ni ya kusababishwa ni mafuta ya taa yaliyotumika kuchoma wanangu. Felista nimeongea naye mara mwisho jana. Majira saa ngapi? Jana nilikuwa naye mpaka saa 1 usiku. Hospitali? Ndio. Okay. Alikuwa anakuambia nini baba? Yeye anamtuhumu kuna kijana ambaye anahisi ndio amemfanyia tukio hilo.